Baraza la wataalamu la nchini Iran limemchagua Mujtaba Khamenei kuwa kiongozi mkuu mpya wa nchi hiyo, akimrithi baba yake Ayatollah Ali Khamenei. Katika tangazo lake, baraza hilo ambalo linaundwa na viongozi wa kidini pekee liliwataka wananchi wa Iran kuendelea kuwa wamoja na kuendelea kutii kiongozi huyo mpya. Mkuu wa usalama wa Iran, Ali Larijani, alilishukuru baraza hilo kwa kumchagua mrithi wa Ali Khamenei licha ya vitisho vya kushambuliwa kwa mabomu. Esther Luambano na maelezo zaidi. Ayatollah Mujtaba Khamenei ametangazwa kuwa kiongozi mpya wa Iran ikiwa ni siku 9 baada ya mashambulizi ya Marekani na Israel kumuua baba yake Ayatollah Ali Khamenei na kulitumbukiza eneo la Mashariki ya Kati katika vita. Serikali ya kidini ya Iran kupitia baraza la wataalam lilikutana ili kuchagua kiongozi wao mpya. Mujtaba Khamenei mwenye umri wa miaka 56 ameteuliwa kuwa kiongozi wa 3 wa mfumo mtakatifu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa msingi wa kura ya maamuzi ya wawakilishi waheshimiwa wa baraza la wataalam. Mujtaba Khamenei amekuwa akiishi maisha ya siri sana na hajawahi kushika nafasi rasmi ya serikali nchini Iran. Hata hivyo, inaaminika kwamba kwa miaka kadhaa alikuwa mtu wa karibu sana na baba yake, akisimamia mipango yote ya baba yake. Rais wa Marekani Donald Trump alionya Jumapili kwamba kiongozi mkuu ajaye wa Iran hatadumu kwa muda mrefu kama atakaa hapo bila idhini yake. Naye waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth amesema Marekani iko tayari kwenda mbali kadri inavyohitajika ili kushinda vita dhidi ya Iran. Alisema Marekani inapigana ili kushinda na Rais Donald Trump ndiye atakayeweka masharti ya kujisalimisha kwa Iran. Hii ina maana kwamba tunapigana ili kushinda. Ina maana pia kwamba sisi ndo tunaweka masharti. Tunajua wakati ambapo hawataweza tena kuendelea kupigana, utafika wakati ambapo hawatakuwa na chaguo lingine isipokuwa kujisalimisha. Na mwisho wa siku Rais Donald Trump ndiye anayeweka masharti ya kujisalimisha kwao. It's President Trump who will set the terms of that. Wakati huo huo, jeshi la Marekani limesema mwanajeshi wa 7 amefariki kutokana na majeraha aliyoyapata katika shambulio la Iran nchini Saudi Arabia Jumapili iliyopita. Ni taarifa yake Esther Luambano. Baada ya tangazo hilo, maelfu ya wafuasi wa serikali walikusanyika katika miji mbalimbali wakionyesha kumuunga mkono kiongozi wao huyo mpya. Na ndilo tunaloangazia katika Gumzo. Mabadiliko haya yana athari gani kwa usalama wa Mashariki ya Kati na uchumi wa dunia? Nimezungumza na Dr. Nicodemus Minde, mchambuzi wa masuala ya usalama, na Ibrahim Rabi, mchambuzi wa siasa za kimataifa, ambaye anaanza kwa kueleza mfumo wa Iran, kiongozi mkuu ana nguvu gani kilinganishwa na rais? Kwa katiba ya Irani, kifungu cha 110 kinatoa mamlaka makubwa kwa kiongozi mkuu wa nchi ambaye ndio anakuwa kiongozi wa juu kabisa, ambaye mamlaka yake iko juu ya rais. Na huyu kiongozi ndio ambaye naweza kusema kama ni hatma ya Irani inatoka kwake, kwa sababu kwa mujibu wa katiba ya Irani baadhi ya wizara zinakuwa chini yake, ikiwemo wizara zote nyeti: wizara ya mambo ya ndani, wizara ya mambo ya nje, lakini wizara mfano kikosi cha mapinduzi ya Kiislamu IRGC, wote wanakuwa chini yake. Lakini pia yeye ndio anateua mabalozi hasa wa nchi kwenda nje, balozi wa Irani nje, lakini pia kikosi cha Al-Quds ambacho ni kikosi maalum ambacho kinafanya kazi na chenye kinaripoti kwa mkuu wa nchi. Rabi, utaendelea kusalia katika line. Tunaye Dr. Minde pia. Kwa nini dunia inatizama kwa makini sana mabadiliko haya ya uongozi nchini Iran? Huyu kiongozi ni Ayatollah, anakuwa ni kiongozi wa juu ambao wanasema ndio mkuu wa nchi ama mkuu wa dola, lakini pia na mamlaka ya kidini, kwamba anasimamia dini na anaonekana kama religious leader. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa maamuzi mengi ya sera za ndani na pamoja na sera za nje za Iran zinatoka kwa huyu kiongozi mkuu. Kwa hiyo uteuzi wake unakuwa ni muhimu sana, kwani utaendesha ile sera ya Iran miongoni na kwa dunia nzima kwa ujumla. Itakuwa ni swala la kuangaziwa katika siasa za kimataifa. Umegusia kwamba uongozi wake kuwa na matokeo katika sera na masuala kama hayo kwa dunia nzima. Mabadiliko haya yanaweza kuwa na athari gani hasa sasa kiusalama Mashariki ya Kati na kwa uchumi wa dunia?
inaweza kudetermine kwa kiasi kikubwa mwenendo wa vita hivi, kwamba tumefahamu kwamba kuna rais wa Marekani mwenyewe anasema anataka kabisa ahusike katika uteuzi wa kiongozi ambaye anafuata. Kwa hiyo tunaona kwamba kuelekea mbele, nadhani itakuwa na athari kubwa katika kuleta ile hali ya utulivu ama hali ya kuendelea kwa vita hivi katika Mashariki ya Kati, na tunaona kwamba madhara haya yamekuwa pamoja ni makubwa sana, sio katika tu Mashariki ya Kati pamoja na dunia kwa ujumla.